Hi guys, hope mko poa. Karibuni kwenye siku yangu ya 6 ya kati ya siku 90 za kupunguza uzito. Na mimi huyo kama mnavyoniona guys, natembea. Niliamua kutembea matembezi yangu kilomita 5. Huo uwanja ni uwanjani, ni karibu tu na nyumbani kama kilomita 1 na point kidogo. Nikasema ngoja nikatembee. Nilipofika uwanjani kulikuwa hamna mtu. Nilifurahi sana kwa sababu ilinipa muda mzuri wa mimi kufanya hayo mazoezi. Lakini nilipokuwa nafanya mazoezi nikakumbuka hii story, nikasema let me share with you guys. Najua kuna mtu atajifunza kitu au itamuamsha mahali. Mimi kama 2 weeks zilizopita nilikuwa kijijini kwetu, sasa nikasema ngoja niende sokoni kufuata mahitaji. Nilipokuwa natembea kwenda sokoni ni kama kilomita 1.5 hivi. Nilikuwa naenda kwa miguu. Sasa nilipokuwa natembea nikawa yani napata shida sana kutembea. Yani nasikia kama kifua kimebanwa, alafu nasikia yani kama nakosa oxygen. Of which mpaka kufika hapo sokoni nilisimama barabarani, yani nilikuwa natembea nasimama kama mara 5 mpaka kufika. Hiyo ikanifundisha kitu, yani iliniamsha kama usingizini kwamba yani hali yangu ni mbaya kiasi hichi mpaka nashindwa kutembea kweli yani. Kwa hiyo ilikuwa kama wake up call kwangu, of which namshukuru Mungu kwa hiyo sababu iliniamsha. That why today kama mnavyoniona guys napambana na nikajifunza kitu. Nikasema ngoja ni share na nyie kwamba yani mtu you can die just like that. Yani maisha yani ni kama hivyo kwamba unatembea unasikia kubanwa ghafla unaanguka hivyo. Ndio ile unasikia swini limejaa mafuta au vitu kama hivyo. Kwa hiyo guys nikasema ni share na nyie kwamba usisubiri mpaka ubanwe au ujisikie labda kama kuumwa au kwamba umebanwa mahali ndo uamke. Guys, mazoezi ni ya kila mtu, uwe mwembamba, uwe mnene, mazoezi ni ya kila mtu. Mazoezi ni mazuri kwa afya, manake kama hiyo kutembea ni nzuri, manake kwanza unachangamsha yani mwili mzima, unafanya movement. Kwa hiyo afya ya moyo, sijui afya ya hata damu inatembea vizuri, hata oxygen kwenye damu na vitu kama hivyo. Kwa hiyo mazoezi ni mazuri guys kwa kila mtu. Kwa hiyo tufanye mazoezi. Imagine sasa kama mimi kilomita 1 ilikuwa siwezi kutembea na struggle kwa sababu ya bad lifestyle. Nikienda mahali ni pikipiki, ukienda mahali nilikuwa natumia gari. Kwa hiyo nilikuwa na bad lifestyle. Lakini yani nilipata funzo na nikaamka nikaona yani kweli mimi yani mtoto mdogo nishindwe kutembea kilomita 1 hata kilomita 2 kweli. Kwa hiyo guys, hizi kilomita 5 for me is milestone kwa sababu kama nilikuwa siwezi kutembea hizo 2, sasa hivi natembea 5. Kwa hiyo kwangu mimi ni hatua kubwa sana. Kwa hiyo tutembee guys, tufanye mazoezi yoyote unaweza ukafanya. Kama mimi hapo nilikuwa na mdogo wangu alinipa company. Kwa hiyo kama una company pia ni nzuri kwa sababu utachoka, utajisikia bored. Kwa hiyo ni vizuri kama uko na mtu ambaye anaweza akawa nakupa support, au wewe mwenyewe kama unaweza kuenjoy your own company pia ni nzuri. Na mazoezi ni mengi, so lazima kutembea. Unaweza kufanya mazoezi yoyote guys, lakini tusisubiri. Siku hizi hapo na hapo bodaboda, hapo na hapo gari, yani ni kama vinatulemaza guys. Tusikubali. Kwa hiyo tuamke. Yani story yangu iwe fundisho kwenu wote mtakaona hii video. Okay guys, na hicho ndo chakula changu nilichokula. Kwa hiyo hapo nina nyama, hapo nina yai, hapo nina parachichi. Hapo nilikosa mboga za majani lakini haikuwa shida, bado nikasema okay, haina shida. Kwa hiyo nikala tu hivyo, na huo ulikuwa ni mlo wangu wa siku wa pili. Kwa hiyo okay guys, kwa hiyo see you